Kwa majina naitwa David Peter Katambi, napatikana Shinyanga mjini, soko kuu. Nilipenda sana hotuba ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ilikuwa hotuba nzuri sana na ilijikita katika weledi, kwa sababu kweli alichokiongea mataifa ya nje yanapenda sana kuziendesha hizi nchi zetu ndogo ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo mama aliongea pointi nzuri sana rais wetu, kwa sababu hii ni nchi huru, alafu ni nchi ya kidemokrasia, na hii nchi ina katiba yake na sheria zake ambazo tumeziweka sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuishi chini ya hizo katiba ya Tanzania na sheria za nchi, kwa sababu ukivunja katiba, ukivunja sheria za nchi, hakuna aliyoko juu ya sheria za nchi wala juu ya katiba. Ukivunja sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo kitu alichokiongea mama, aliongea point kubwa sana. Kwa hiyo Watanzania tujikite kwenye kuitetea nchi yetu na kwenye kuilinda nchi yetu, na tumuunge mkono rais wetu kwa sababu amepambana, kwa sababu hapa katikati vimetokea vitu vingi sana, lakini rais wetu amesimama imara, na inapaswa Watanzania na sisi tusimame imara na tumuunge mkono, kwa sababu tusimwache peke yake, kwa sababu ni rais wetu, sisi wenyewe tulimchagua sisi wenyewe, kwa sababu hii nchi ni ya kwetu sisi sote, uwe mpinzani uwe CCM, ila nchi ni ya kwetu zote na sheria zipo za nchi. Mfano kama Zanzibar imetokea maliziano, watu wameungana kiwa kitu kimoja. Nafikiri na huku twende taratibu, ili swala litafika, kila kitu kina muda wake. Tusilazimishe sana kuforce vitu kwa sababu ya kuvunja katiba. Tukivunja katiba, sheria itachukua mkondo wake, afu watu wataona kama wanaonewa. Kwa hiyo kitu nachoomba Watanzania wote tuwe kitu kimoja, tujumuike kwa pamoja. Kwa kweli vijana sasa tunasikilizwa vizuri, tumetengewa na wizara yetu maalum, na waziri wetu tumepewa, na saizi kila mkoa vijana wanahamasishwa, kuna fedha za manispaa, watu wakakope, wafanye biashara, wachangamke. Uwe mamalishe, uwe bodaboda, uwe machinga, hela zipo manispaa. Wizara yetu ya vijana imepewa bilioni 200. Hela zipo. Hata hapa kwetu mkurugenzi wetu alishatutangazia vijana watajiunga kwenye vikundi maalum ambavyo vijumuishe vijana ambao wanatakiwa kufanya kazi, sio wa vijana wavuta bangi wala madawa ya kulevya uende wao. Hatuwezi kuwatambua bana, lazima serikali na yenyewe na mkono wake mrefu inajua watu wa kufanya kazi, inawafahamu. Watu wavuta bangi wauni wanafahamika, Kwa hiyo vijana wanasikilizwa, sio kwamba hatusikilizwi, tunasikilizwa, wanatujali kwa kweli. Tusikatisha watu viongozi wetu tamaa kwa sababu ya tamaa za madaraka. Kuna watu wanahitaji tamaa za madaraka, kila kitu kina wakati wake. Hii saizi mambo ya siasa yamepita, waacha watu wafanye kazi. Nilipenda sana hata mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alivyoongelea kwamba kupunguza mavikao ya mara kwa mara. Hapana, mikutano ya mara kwa mara, tufanye kazi. Tusio wazembe wa Tanzania, kila saa mkutano, haiwezekani, hakunaga nchi ya hivyo bwana. Kwa majina naitwa Musa Jonas Ngangara, ni mkurugenzi wa shirika la The Voice of Marginalized Community, kifupi chake tunaita TVMC. Kwa kifupi leo mimi nitapitia kidogo na nitaangalia hotuba ya mama, namna jinsi ambavyo waliwahutubia Watanzania. Kwangu mimi binafsi nampongeza sana mama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake iliyokuwa imesheheni na imeshiba mawaidha kwa Watanzania, na hakika akiwa amegusa uzalendo wa kila mmoja ili kuhakikisha nchi inazidi kuwa salama na yenye muunganiko, na kila Mtanzania anakuwa huru katika wajibu wake na kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Hotuba yake ilikuwa imejikita sana na hasa ikishauri namna muunganiko unavyoweza kuwa kwa Watanzania. Kwa hiyo kimsingi mimi naiunga mkono. Hotuba yake ilikuwa imejikita katika maridhiano na kuhakikisha kwamba Tanzania ni nchi huru, na Tanzania ni nchi ambayo inajiendesha katika misingi yake ya kiuongozi, kiutamaduni na hata kiutashi pia. Kwa hiyo ninamsifu kabisa na nampongeza jemedari huyu kwa kusimamia misingi ya Watanzania na serikali yake, kwamba Tanzania ni nchi huru, haiwezi kaongozwa kwa kuamrishwa na baadhi ya kundi la watu au watu wako nje ya Tanzania wanaiamlia Tanzania namna ambavyo wao wanafikiria iongozwe, wakifikiri wao wakisema hiyo matamanio yao ndio serikali ifuate. Hapana, hakunaga nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia hilo, na mimi ni muombe kupitia media hii
kwamba Mheshimiwa Rais, kuna watu ambao yawezekana hauwaoni, lakini wako nyuma yako na wako wanasimama na msimamo wako. Hakikisha Tanzania inakuwa salama. Watu wa nje wasituvuruge na wasitupeleke jinsi wanavyotaka wao. Sisi tuko imara na sisi tunakupongeza wewe kwa usimamizi wako, na tunakuomba uzidi kuwasimamia Watanzania na kuwatendea haki katika majukumu yao. Usikubali watu wa nje wakuamrishe kwa namna nyingine wanavyopendezwa wao wenyewe. Hii ni nchi inayoendeshwa katika misingi ya sheria na utawala bora. Kwa tuna imani na tunaamini kama mtu ana interest zake iwe ndani au nje, Mheshimiwa Rais, sisi wa Tanzania tulio nyuma yako, tuliohakikisha kwamba na kukuamini wewe kuiongoza hii nchi, basi simamia matakwa na maslahi ya mapana kabisa ya Watanzania na kuhakikisha kila Mtanzania anaishi katika nchi yake katika uhuru na usalama. Kwa jina naitwa Sefu Naso, ni mkazi wa Shinyanga mjini. Kwanza hotuba ya Mama Samia aliyoitoa akiwa Zanzibar ni nzuri na mimi nimeifuatilia kwa ukaribu sana. Kwanza nchi yetu ya Tanzania ina katiba na sheria zake. Sasa Watanzania wengi tunatakiwa tufuate kanuni na utaratibu wa katiba. Na pia Tanzania ni nchi huru ambaye ina katiba zake na mwendelezo wake. Haifanyi kazi zake kwa mwemuko wa nchi zingine au kwa matakwa ya nchi zingine. Tunafuata katiba yetu ya Tanzania. Kikubwa wa Tanzania tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, kwani sasa hivi ana wakati mgumu mno. Anapigwa makombora makubwa mno, na yeye pia ni binadamu na ana moyo wake. Na sasa Watanzania tunatakiwa tumuunge mkono ili tumpe sapoti kubwa zaidi. Hao wanaodai tufanye mawaziano kwa masharti hayo ndio sasa tunataka kuelewa masharti gani, kwa sababu hii Tanzania tunaenda na katiba, ni nchi huru. Na wale wanaosema wanataka kutoa masharti, sawa, kwanza cha kwanza hawaitambui serikali. Cha kwanza inatakiwa kwanza waitambue serikali, alafu ndio tukae sasa tufanye maridhiano ambayo wanao yataka wao. Lakini kama uitambui serikali, unakaaje katika maridhiano na mtu ambaye umtambui? Yaani mtu ambaye umtambui alafu bado leo unasema mkae naye meza moja. Vipi sasa? Afanye hivi na hivi wakati wewe mwenyewe umtambui. Mtambue kwanza, sawa, alafu ndio mkae. Ni kwamba hawa wanatakiwa kwanza wamtambue Mheshimiwa Rais kwamba yupo. Wakishamtambua kwamba ni halali wa nchi ya Tanzania na kaisha tuongoza sasa hivi, mwaka unaenda huo ngapi? Unaenda mwaka wa 7 sasa hivi. Kaisha tuongoza sisi Tanzania. Kwa hiyo tumkubali kwanza, alafu ndio tukae meza moja.